ambaye kwa neema nyingi ametupa kibali kuiona siku nyingine ya leo, si kwa posi ya kawaida. Kuna watu wanaona siku zote ni sawa. Mpendwa katika Bwana, ukifika tuelewe mchanganyiko. Kila siku inapotokea mpya. Jana kulikuwa na mvua, leo kuna mvua. Juzi kulikuwa na ajali, leo kuna ajali. Kila siku inatofautiana. Ndio maana kama huduma tunapenda kusisitiza, ukitaka kuwa Mkristo mzuri, hakikisha ni mtu wa maombi masaa yote. Unaamka asubuhi, Baba nakushukuru kwa siku mpya iliyonipa. Ninaomba neema zako. Wanasema mtu mmoja anasema siku umekucha na makucha yake. Kaambia no. Hiyo lugha ya Kiunani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinaitwa kumekucha na sema kumekucha na baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ameumba mambo yote kuwa ni mema. Ndani ya Mungu hakuna ubaya. Hata kama utatokea ubaya ni kwa sababu ya kufanya kuwa mwema. Moto ni mbaya, lakini moto unaweza kukupa joto. Umeme ni mbaya, unaweza kuua, lakini umeme unaweza kukupa mwanga. Kwa jambo lote unaweza kulifanya unapolitengeneza. Mwanadamu anaweza kukutesa, akufanyisha kazi, lakini kwa namna kuweza kufanya mbele zaidi. Kwa hiyo kwa Mungu yote yanafanyika kuwa ni mema. Bwana anabadilisha ubaya kuwa mwema. Asubuhi leo, mpendwa katika Bwana, wiki iliyopita niliongea na wewe. Kasema kipindi cha masomo haya ninatamani kama walikuwa wanafanya masiara katika kuelewa Biblia, basi safari hii mwelewa vizuri. Kwa naomba hakikisha sikio lako, macho yako hayaondoki. Elewa hili somo. Alafu naomba nikuhakikishie utaona maisha yako yakibadilika na utakuwa sio na Ukristo wa dini. Dini inachosha. Sio kama nilikwenda tu kusali asubuhi. Mtu anaanza mbona unaenda kanisani? Ninaenda kusikia sauti ya Bwana. Natamani ufike hatua hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda wapi? Naenda kumsikiliza Mungu wangu. Sio kanisani. Au usienda kusali. Hapa tujengi doctrine au ile mafundisho ya kidini. Tunajenga mafundisho ya kumjua Mungu. Kwa somo la leo, katika masomo machache ukiwa ni kijana yatakusaidia sana, kwa sababu nami nilikuwa kijana. Leo niko kwenye uzee, ukishafika miaka 50 kwenda mbele mzee. Lakini nimemuona Yesu. Sijamuona akiniacha wala akinipungukia mahali popote. Yote niliyomuomba hajawahi kuacha, ametimiza. Kwa huyu Yesu ninamhubiri nikiwa namjua. Niliokoka na miaka 16 ndio ujana naingia. Nimetembea naye. Kwa ninapokuhubiria habari zake sikisi. Ninamjua, nina uhakika naye. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kile ambacho nikijenga katika maisha yangu na mtu mwingine kikaanze sasa kufanya kazi kwa namna ya tofauti. Kwa sikiliza somo hili kwa makini. Naitwa kumwelewa Roho Mtakatifu. Kumwelewa Roho Mtakatifu. Wiki iliyopita tulijifunza somo linaloitwa kumjua Roho Mtakatifu. Sasa leo naingia ndani kidogo. Tunajifunza somo linaloitwa kumwelewa Roho Mtakatifu. Na ninapenda tuanze pamoja kwa kusoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 14, labda nianzie 13 mpaka 16. Sikiliza kwa makini, na kama unaandika andika. Ngoja nikwambie, Yesu alisema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Ukienda darasani watukae tunaandika. Jifunze. Wewe ni mwanafunzi ambaye andike atafeli. Jaribu litakapokuja dogo tu kuisha habari yako. Utaanza kulaumu Mungu au ndio niliokoka lakini mambo hayaendi. Ni mjinga. Unaingia darasani unapiga 0.4. Darasa sasa unafeli sasa unafaulu. Unaenda chuo kikuu unapiga hizo mwaka wa kwanza. Sasa ni mjinga. Mtu mjinga hafai kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Jitahidi. Andika mstari mmoja. Unapokuja nyumbani kwa Bwana, anasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kama wafanye watu kuwa wanafunzi, tunapiga siasa. Ndio maana nilikwambia, kama nikiamua kujaza kanisa kesho, nitawalipa watu leo, nitawalipa watu mjini.
wanakuja hapa nafanya wote wanaanguka. Watatangaza zuzu usiku. Lakini napiga sana. Naweza kuja nikasema mzee akaruka kule nimepa hapa. Jamani akasema kuna miujiza kule. Kwa sababu sasa kufundisha kitu sasa kama fara tu. Kama mjinga tu. Upo tunakuja kanisani, unakaa unaangalia miujiza, wasi ni hatari. Ndio Mungu anataka tuwe hivyo. Wewe ni mtu mkuu sana. Cheza sanamu katika sana ina maana. Natamani mchukue Yesu kwa mwanafunzi basi. Amua kuwa mtu ambaye unasikiliza na kuandika na kuelewa. Kwa sababu vinginevyo unakuwa mjinga. Ndio maana kuna mwili wa Kristo unaoendeleza mafara. Unaambia watu waandike na waandike. Kesho nasema kule nimepigia sana sasa. Kwanza tunaendeleza speaker nyingi hapa. Wanasema moto. Basi asema kanisa ni kiboko. Na Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana nisaidia nini? Natamani kuna pia. Bwana Yesu asifiwe. Twasoma njema sana. Mbinguni kwa Bwana. Twasoma natamani kupitia madhabahu hii nichenge watu wanaoelewa Mungu wao, watu wanaomjua Baba, miamba wasiotikisika na shetani, watu wanaojielewa. Kwa basi na wewe mmoja wapo, ikibidi nafasi soma Biblia. Unapoenda kanisani beba Biblia. Ndio mwanafunzi anajenda sana na daftari. Nakuta nimesoma na watu walikuwa wanakuja mabitozo na ile baba sura anazishia hapo. Leo nawakuta mtaani. Jamaa tulisoma naye kwa Yesu asifiwe. Then what? Natamani mshuhuri Mungu. Kuwa mwanafunzi. Haleluya. Kuwa mwanafunzi. Sio mtu ambaye wa dini. Dini haikusaidii. Tutapiga masana, tutaimba makwaya, lakini kumjua Kristo ndani mwako ndio kitu cha msingi. Natamani mshuhuri Yesu. Natamani mjue Yesu. Sio machekibobo, tukawafanya kuwa wanafunzi, sio watajiri. Tukawafanya kuwa wanafunzi, sio waangalia miujiza. Tukawafanya kuwa wanafunzi, watu watakaomjua Mungu wao. Natamani na wewe mmoja wapo wa watu watakaomjua Baba yao katika jina la Yesu. Haleluya. Somo la leo kama nilivyosema linaitwa kumuelewa Roho Mtakatifu. Na ninaomba tusome pamoja kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 14 kuanzia mstari wa 13. Sikiliza kwa makini. Labda tuanzie 12 ili unielewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema amini, amini nawaambia. Yesu ndiye anaongea. Yeye aniaminie mimi, yeye kazi nizifanazo mimi naye
atazifanya. Na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Je, maisha yako yanamdhihirisha Yesu au ndio unaogopa mapepo? Je, maisha yako yanakemea mapepo au yanatafuta mapepo? Mstari wa 13 anasema, nanyi mkiomba lolote, mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ukiona unaomba mambo hayatokee, usianze kudanganyika, unajua sijaomba mpaka nifunge. Kuna kitu chaweka sawa. Mstari wa 14, mkiomba neno lolote kwa jina langu. Mkiomba, mjinga mmoja juzi anatoka kwenye mitandao anasema sio lazima uombe kwa jina la Yesu. Unamwangalia uhuru wa kuongea, umetwalia mambo. Anasema mkiomba lolote. Kwa nini? Kwa jina la nani? Anasema nitalifanya. Kwa nini watu wanaomba kwa jina la Yesu, naomba ajira haitokee? Ni mapenzi. Kwa nini watu wanaomba msaada wa biashara haitokee? Kuna kitu kiko sawa. Twende mbele. Anasema mstari wa 15, mkinipenda. Kwa kuna masharti. Sio anafanya hivi. Ukipenda. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri za Yesu ni zipi? Wangapi wanakumbuka amri za Yesu? Ziko ngapi? 2. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Nilikwambia kuishi duniani kuna mambo mawili tunatakiwa kuyajua. Tumeumbwa kwa ajili ya vitu viwili. Cha kwanza, kumwabudu nani? Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Kama unajua kuandika, unapokuja kanisani, andika nguvu zako zote. Chukua Biblia, nunua Biblia. Kama una Biblia, mwambie mchungaji, nimekwama, nipe kibarua, nitafutie kibarua, nipate Biblia. Nahitaji uwe na uchungu. Usisikie tu kuja kanisani bila Biblia, na kwa uwezo wako wote. Jambo la pili, kutumikia wengine. Ukipewa kufanya kazi yoyote, ifanye kwa akili zako na nguvu zako zote. Ndio tofauti ya kuishi. Ukijua mambo moja ndio migumu ya maisha. Ukijua watu watakuamini kwenye kazi zote unaokupa. Ukijua chochote unachokigusa bila shughuli unakuwa juu. Ukienda kwenye mpira uko juu, ukienda shambani uko juu. Kokote wewe ni kichwa, sio mkia. Lakini kuna watu wa Kristo unampa kitu utasikitika. Unaweza kuogopa matokeo yake. Unaweza kulia kwa sababu anafanya kwa namna ya kipumbavu, alafu anabaki na mitoka ya kulalamika tu. Natamani tusiwe watu wa aina hiyo. Kwa anasema mkizishika amri zangu, sikiza kwa makini. Anasema mkizishika, nanyi mkinipenda mtazishika amri zangu. Sikiza mstari wa 16, ndio somo la leo. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha nyinyi yatima. Mstari wa 18, naja kwenu, bado kitambo kidogo, na ulimwengu unioni tena, bali nyinyi mtaniona, kwa sababu mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Siku ile mtatambua kuwa mimi ni ndani ya Baba, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
Sasa haya mambo yanatokea kwenye maisha yetu au tumebaki na Ukristo wa karatasi? Sasa tuende tukasome vizuri. Ndio maana nasema ukawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Kwa natamani leo uwe mwanafunzi. Kama unapoenda darasani, mwanafunzi mchinga atakaa pale anawaza mjini, anawaza vitumbua, anawaza ibada ishe, anawaza sokoni. Lakini mwanafunzi mwenye akili atakuwa makini kusikiliza mwalimu. Leo tunafundishwa na simama hapa kwa niaba ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu anaongea na nafsi yako. Sasa kuna mtu atasinzia hapo. Na ukimwona jirani yako anasinzia, mwamshe, usiruhusu naye. Mungu akija kulala, tulete vitano. Ukiona analebua macho mwambie huko atokonyezi huko tunaokoka. Mshue. Chunguze jirani yako. Kwa sababu nataka upokee neno la uzima ili likusaidie kuweza kupona katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mpendo, naomba nende taratibu hapa. Nisikize kwa makini. Wokovu au njia ya kumjua Mungu inaanza hivi. Hatua ya kwanza, unasikia habari za uzima na kuja kukuhubiria. Bwana Yesu anaokoa, Yesu alikufa kwa ajili yako, Yesu anaponya, Yesu analeta uzima, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu alikuja ili uweze kupata na kupona yote ambayo ni kwa Mungu. Yesu alikuja ili kwamba aweze kuziharibu kazi za shetani. Leo ukimpokea moyoni mwako, anasema hapa, nitakuja ndani ya mtu huyo, nitakaa naye. Sasa nisikilize kwa makini. Katika kitabu hichi, baada ya kuwa ameongea maneno hayo, kuna mtu anaitwa Filipo akamuuliza, Bwana, tuonyeshe Baba basi. Huyo Baba unamsema Baba ni nani? Yesu alimjibu, aliniona mimi, amemwona nani? Baba. Sikiliza kwa makini. Katika Agano la Kale, Mungu Baba alifanya kazi na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo. Tuna Mungu mmoja lakini katika nafsi tatu, nilikwambia, na napenda kuchukua sana hiyo. Mungu sio tatu, ila Mungu mmoja anafanya kazi katika nafsi tatu. Toka uumbaji wa dunia, Mungu alipoumba dunia, aliumba Roho Mtakatifu alikuwa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 3. Lakini alipomuumba mwanadamu, Roho Mtakatifu alikuwepo. Alipoanza kutembea na wana wa Israeli katika safari, Roho Mtakatifu alikuwa katikati yao. Yesu Kristo alitokea kama nyoka wa shaba. Yesu Kristo alitokea kama maji walikuwa na kiu, maji ya uzima, maji ya uzima. Kwa toka Biblia inaanza toka mwanzo, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wapo. Hajatokea katika Agano Jipya. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wapo. Sikiliza kwa makini. Alikuwa anapiga Israeli nani? Walipokosea. Nani alikuwa anapiga? Wale wanasoma Biblia kidogo. Nani alikuwa anapiga? Wakaenda kupigana vita kwa sababu wametenda dhambi. Mungu akachoka, maadui zao wanaua. Wakifanya makosa, magonjwa mabaya na wapata, Mungu alikuwa anachia magonjwa. Sikiliza kwa makini. Wakristo wengi, narudia kwa shida na moyo mgumu, wameshindwa kufikia malengo yetu. Sio kama wanapambana na shetani, Mungu mwenyewe anawapiga. Waweza kuwa na lengo zuri, tunaweza kuwa na klabu ya mpira nzuri, wakaenda kucheza wakafungwa. Tunasema imekuwaje? Mbona tumemwamini Mungu? Kwa nini tumefungwa? Mungu anataka upende. Mungu atazuia usibarikiwe mpaka umependa. Kuna wakati tulikuwa tunafanya, unasema ngoja niende kazini kwa sababu ya ibada. Bila ibada, mtu haendi kwenye ibada, anaenda kazini. Mungu akafanya kwa ile biashara. Mtu akaamua muda ibada hiyo nyumbani na watoto, Mungu akaleta magonjwa kwa watoto. Sio kama ni mtu mwingine. Ngoja nikwambie, atushindane na shetani. Unasema shetani toka, pepo toka, unapoteza muda. Ukishamwamini huyu Mungu, ukampenda, ukatembea naye kwa bidii katika kazi yake, mengine atafanya. Wala usina wasiwasi. Lakini ukampambana na maisha, ukaacha kumtumikia Mungu, naomba nikwambie, unapoteza muda. Utalima shamba, mvua inyeshe, na njaa ikakupata. Utaenda kuolewa, mwanaume atakupiga na ngumi. Utaenda kuoa, kutoa mwanamke malaya. Kwa sababu unapambana naye, sio mwanadamu. Anayekupiga ni Mungu huyo unayemwamini. Kwa nini? Mungu anataka umpende. Sasa somo huko kidogo, nataka unielewe. Ngoja nikwambie. Alimfanya
Yusufu naye alikuwa Mungu. Alimfanya Yusufu na kisomo chake kwa wakati huo akawa house boy wa Potifa, anaosha vyombo, anafagia nyumba, anasafisha vitu. Alikuwa ni Mungu huyo. Alimfanya wamsingizie Yusufu na kupeleka gerezani, alikuwa Mungu huyo. Nataka uelewe, Mungu unaweza kufanya kama unamchukulia poa. Ukimchukulia poa, naomba nikwambie mambo yako yatakuwa ya ovyo. Unatakiwa kumwogopa Mungu. Anasema mkinipenda mimi nitashika amri zangu. Uwe na hofu ya Mungu ndani yako, uogope. Usimzoe Mungu azoeleke. Kama Musa aliona Kanaani, wewe ni nani? Kama Musa kufika katika nchi ambayo Mungu alimwahidi Musa, wewe na Musa ni nani? Musa aliona Mungu, wewe ni nani? Kwa huyo Mungu ni wa kutisha. Lakini lazima ujue namna ya kwenda naye. Yesu anasema mkizitii amri zangu na kutembea na mimi, nitamwomba Baba, atawapa nguvu. Na Roho Mtakatifu atakuja ndani yenu. Nani nitakuwa pamoja nami. Nami nitakuwa ndani yenu na kuwasaidia. Mpendwa katika Bwana, vita nyingi vya Wakristo sio nini? Ngoja nikwambie kitu. Musa alitamani kuwakomboa wana wa Israeli. Akaamua kupigana kwa nguvu. Mungu akampeleka kwenye utumwa wa Musa miaka 40. Akiwa anafanya kazi kwa mkwe wake. Unajua mna dharau mbaya duniani kama kufanya kazi kwa mkwe. Wakati wanashuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkwe ndio unatumikia, unakuwa kibarua kwa mkwe. Umeshuka kulipa thamani. Mungu alitaka kuushusha moyo wa Musa. Ukiwa na kiburi, Mungu atakupiga. Ukiwa mtoto kuna wanawake nyumbani, wanashuka kutiwa kazi kwa mazao. Wala mtu kinachotokea, Mungu anampiga kwa ugonjwa na kazi. Utakuta miozi wako na kufa. Sio kama ni mtu mwingine tutakuombea hapa, tutapiga magoti. Hakuna kitu. Badilika. Amua kuwa mtii kwa kile Mungu alichokuelekeza. Ndio maana kuna wanaume ambao wameamua kuwa ni wazinzi na Mungu anawapiga huko. Mungu sio kumkisia. Anayekupiga sio shetani. Unaweza kuongea sana kwa toka pepo. Shindwa ni sauti tu. Kwani kitu kinasika msini hapa, toka pepo, toka. Unaweza shirana na huko. Hana mpuzi tu. Lakini nikimtii Yesu, nikawa mwaminifu kwenye maisha yangu na Yesu, nikatembea na mchua Yesu, sina masiana na Mungu na imamini. Naomba nikwambie, malaika watakuwa wamenizunguka. Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana hufanya kazi kwa wao mtio. Mungu anaangalia mioyo, sisi tunapoangalia kwa nje. Tutakuwa umekuja umepaswa kanisani, lakini kwa mtaji mtu wa hofu kabisa. Moyo wako una Mungu ni mtu wa hatari kuliko na shetani. Haikusaidii. Lakini ukiamua kubadilika kutoka ndani, ukaondoa govi, ile nyama mbaya, mchapia chafu, naomba nikwambie, Roho Mtakatifu ataingia ndani yako. Yesu Kristo ataingia ndani yako. Na Mungu Baba ataingia ndani yako. Wewe unakuwa sio mtu wa kawaida tena. Sasa ngoja niende taratibu. Unapoamua kuokoka, kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwamini. Kwa hatua ya kwanza kabisa ni kumwamini Bwana Yesu. Ninasarenda, nimekubali, nimesikia mahubiri ya leo, nahitaji kutembea na wewe, natubu dhambi zangu. Kule mbinguni inaitwa faili lako, wanafuta dhambi zako zote. Hapa Mungu anatupa huko. Anasema anapotupa, Mungu akitupa manake magharibi na mashariki, hawezi kuziona tena. Kwa Mungu anasamehe dhambi. Ukishapokea wokovu, sikiliza kwa makini. Ukishapokea wokovu, sio kwa sababu umeamua kuacha dhambi ndio unashinda. Mpendwa, unaweza kushangaa umeokoka leo, kesho unazini. Unaweza kushangaa umeokoka leo, kesho unaongea uongo. Unaweza kushangaa umeokoka leo, kesho unafanya mambo ya aibu hata shetani afanye. Kwa nini? Wokovu pekee yake hautoshi. Inabidi uende kwenye hatua ya pili. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 15-16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Roho kweli,
inabidi uanze kufanya magoti. Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Kinachokufanya ushinde uzinzi sio ujanja. Petro alishinda. Petro alikana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani Petro kutembea na Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikana Yesu. Hawezi sio kwa akili hizi. Unahitaji msaada ile roho yako ibadilishwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa natamani kama unataka unaishi nayo, muombe Mungu akupe nguvu ya kushinda dhambi. Sio kwa uwezo wako, asikudanganye mtu. Sio kwa akili yako. Hata kama uelewe darasani, mpe Roho, muombe Roho Mtakatifu akupe roho ya hekima ya kuelewa darasani. Kama unaona mambo yanakuja, Roho Mtakatifu akupe maarifa ya kujua nini cha kufanya. Omba nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hii kitendo cha kutoka kwenye wokovu, watu wengi wameishia hapo. Wakasema sasa nimeokoka. Wakaenda kuwapigia na wengine. Na walipokuwa na ubiria wakashaka mambo yanakuwa magumu. Maisha yamekataa. Kila kitu kinagoma. Nasema toka nilipokoka biashara zote kafirisa. Toka nilipokoka ndugu wote kanikimbia. Toka nilipokoka kwa sababu huyu mtu hana nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa lazima utoke hapa uanze safari ya kwenda kumtafuta Roho Mtakatifu. Naomba nikwambie ukweli, wala sifichi. Roho Mtakatifu hatumpati kwa sababu umemwekea mikono. Roho Mtakatifu anaangalia kiu iliyoko ndani yako. Lazima uwe na hamu ya kumpokea. Lazima umuombe, Roho Mtakatifu. Unapokutana na majaribu, Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu ingia ndani mwako. Fanya jambo, badilisha tabia. Yesu na Kristo mtumishi anasema, nimpie moyo safi. Kuna watu moyo wake mchafu. Anampenda Mungu na huko anampenda shetani. Kwa sababu ndani yake kuna uchafu ambao huwezi kutoa. Anaweza kutoa pekee ni Roho Mtakatifu. Lakini kila mara Baba umeniahidi, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yoeli 2 anasema kwamba na siku za mwisho Mungu atamwaga Roho wake kwa kila mwenye. Roho Mtakatifu ni ahadi yako. Ambao Matendo ya Mitume 2:17, Matendo ya Mitume 2:17 anasema na huyo Roho kweli akiachiliwa kweli. Sasa hatua ya pili, unatakiwa kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa sikiza kwa makini. Hili nakwambia kumpokea Roho Mtakatifu wewe sio koko wote Roho Mtakatifu. Usiangalie kila mtu. Sio kwamba ni vibaya kunena kwa lugha, ni siri kwa makini. Kunena kwa lugha ni ishara, tutakuelezea baadaye. Ndio maana kuna watu wananena kwa lugha lakini bado maisha yanashika. Wananena kwa lugha lakini wanatenda dhambi. Wananena kwa lugha lakini bado ni watu wa hovyo kabisa. Akianza kunena bado haiwaji. Anapofanya uzinzi anakuja kuimba wimbo na sanduku na lugha. Ikarabosha. Yeye anaongea lugha mpaka anatunga lugha zote. Kwa hiyo sikutishe. Lazima uone kuna nguvu ndani yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1:8 anasema mtapokea nguvu akisha kuachilia Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa kuna nguvu inaingia na kushindia dhambi. Inakushindia. Ngoja nikwambie, wokovu ni hatua. Leo unaweza kuwa umeokoka lakini bado una tabia ya uzinzi. Uwe tayari kubadilishwa taratibu. Sio kama ni pale pale. Ni neema inakusaidia. Inawezekana kutoka kwenye mambo ya aibu ya ajabu. Inahitaji neema ya Mungu. Unawezekana umeokoka tabia ya ujeuri. Ni ujeuri kupita na shetani. Umeokoka lakini ni mtu ambaye ana mawazo kila saa. Unaofu kila saa. Unahitaji msaada wa Mungu, sio akili zako. Ndio maana dini nyingine zimeshika. Wameekana maamri mpaka maamri 500. Ni kitabu na amri. Lakini hakuna mtu alifanya. Wakija kanisani, wakitoka na ushenzi kutoka wewe. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Naomba nikwambie wazi, mpaka Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akae na wewe, ndipo unapata nguvu ya kushinda dhambi. Vinginevyo hakuna. Lakini sio dhambi peke yake, mambo mengi kwenye maisha. Kwa narudia, hatua ya kwanza, Yesu anakupokea. Naomba nikwambie, kama uliishia hapo, nenda kwenye hatua pili, ingia kwenye maombi. Mlilie Baba kwa ajili ya kupata nguvu ya Roho Mtakatifu. Mlilie Baba kwa ajili ya kuondoa tabia za uzembe, tabia za uongo, tabia za uzinzi, tabia za uharibifu, mandoto ya kipepo. Mwambie Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Sio kingine. Hatua ya tatu, anasema Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Ni lazima unyoshe mikono, sema Roho Mtakatifu, tawala maisha yangu kuanzia leo. Naomba nikwambie wazi, ukisharuhusu hivyo kitakachotokea. Usiku wa maneno utakuwa umelala, kuna mtu atakuamsha. Roho Mtakatifu, amka uombe. Utasema ndio. Utaenda utaomba. Hata kama una maombi, utamwambia Mungu. Utarudi
Lakini wengi baada ya kuwa wamefika hatua ya 3 wamepokea Roho Mtakatifu, amka uombe, ndio anakuta shuka. Bwana nimechoka, mimi na usingizi sasa. Mpendwa katika Bwana, unakuwa unakwaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anahitaji utii kwenye maisha. Nenda kanisani leo, unasikia sauti inakwambia, anasema nikasikia sauti inaniambia nenda kanisani. Nikawa busy. Nilipoenda upande mwingine ajali, nilipoenda upande mwingine matatizo. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakupenda akutumie. Nisikize kwa makini. Inafika hatua ya utii ndani yako baada ya kupokea Yesu. Ukamwomba Baba akupe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, unasalenda maisha yako kwako. Unapotaka kuongea, lazima usikilize ndani. Usiwe na haraka ya kuongea. Atakwambia usiongee. Haki. Bwana Yesu wakati mwingine alikuwa na nafasi ya kuongea, akakaa kimya. Vita sio vya kwako. Sio kila mtu anayekukwaza na kukuza lazima upambane naye. Wache Mungu apambane naye. Anaweza kuwa umefika katika hatua mbili. Kuna kitu kinakutia moyo, usiogope. Usiogope. Kuna neema inatokea. Kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 30 anasema msihuzunishe Roho Mtakatifu. Natamani baada ya ibada yetu na kuomba kwa ajili ya nguvu. Ile nguvu ikiingia ndani mwako, naomba utembee nayo, mtii Roho Mtakatifu. Alikwambia usiende kwa kijana huyu, usiende. Usiende kwa baba, usiende. Alikwambia fanya kitu fulani, fanya. Kwa sababu anakaa ndani yako. Akai ndani ya mtoto mwingine. Lakini ngoja nikwambie, Roho Mtakatifu atupokee mara moja. Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 18 anasema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaomba kila siku. Baba, nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa unaona leo, naomba nikwambie wazi. Unaweza kumuona leo, wiki ijayo sio vile tena. Kila siku naomba neema mpya ya kupanda. Kuna mambo yanaweza kuwa magumu, lakini unapoenda kuomba neema, unapoendelea kuomba neema, Mungu anakupa neema ya kwenda kiwango kingine. Na ndipo utamshangaa mtu anaishi dhambi hakuna. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake Roho Mtakatifu amelala, amekaa na amemfanya kuwa mtumishi wake milele. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ndio Yesu anasema ukiniomba chochote, nisikize kwa makini, ukiniomba chochote nitafanya. Lakini yule anaitia amri zangu, ukampokea Roho Mtakatifu, alafu ukatembea na huyo Roho Mtakatifu, naomba nikwambie, bado hujaona neema katika usomaji. Ukristo bila nguvu ya Roho Mtakatifu ni dini ya hovyo kabisa. Ni dini kama dini nyingine, huwezi kufanya chochote. Ndio maana Petro alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini Petro anaona miujiza ya Yesu, anaona watu wakifufuka Lazaro, anaona wagonjwa wakipona, lakini siku amemkamata Yesu akamwambia wewe mwanafunzi wake, akasomisi mshuri mtu, kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu. Naomba nikisoma sasa, sio drama, sio kuelezea, lazima kuwe na nguvu ndani na kusaidia kushinda, inakusaidia kwenda mbele, inakusaidia kukamata vitu. Sasa nisikilize. Hapo nataka uende mbele. Hatua ya 5. Nisikize kwa makini. Hatua ya 5 baada ya kukubali kumtii Roho Mtakatifu na kuwa mwaminifu. Huyu Roho Mtakatifu katika kanisani ni kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Unaanza kubadilika taratibu. Hatua ya 5. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 12 anasema karama za Roho ni hizi hapa. Viko vitu 7 Mungu amekuahidi atakupa. Kama ukitembea na Roho Mtakatifu, watu kuona wanamuona Roho Mtakatifu. Cha kwanza, roho ya hekima. Unasema kitu kilikuwa kinachika na ovyo ovyo, unapata hekima. Hii biashara nifanye nisifanye. Kabla ya kula sala, Roho Mtakatifu anakusaidia usifanye. Hapa ni mjibu nisijibu. Kabla ya kujibu, Roho Mtakatifu anakusaidia kimya. Ugonjwa umetokea, Roho Mtakatifu anakuambia utapita, wala usiwe na hofu. Anaenda kuponya kwa sababu anakuambia ingia kwenye maombi, unashangaa ugonjwa umeondoka wenyewe. Anakupa roho ya hekima.
Roho ya hekima ni hekima itokayo juu. Hekima maana yake Mungu anaijua dunia hii kabla hujaijua wewe. Mungu ndio mwenyeji wa dunia, aliumba kabla hujaijua. Mungu alikuwa na makusudi. Ngoja nikwambie kitu. Aliumba hii projector, unaona hii projector? Nikaichukua nikaanza kuongelea kama microphone, itakuwa na maana. Ndipo watu wengi wanafanya makosa. Alitengeneza hii projector atoka na kazi yake kuonyesha mwanga tu. Hii kifaa kuuza hii. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikitumia vizuri kifaa hiki kinakuwa na maana. Ndivyo maisha ya watu wengi. Mambo mengi tunakosea kwa sababu aliyetuumba atutumii. Roho Mtakatifu atakupa hekima ya namna ya kwenda, namna ya kufanya. Utaanza biashara, Roho Mtakatifu atakuwa na kuongoza uchukue biashara, anakupa hekima. Utasoma shule. Nilikwambia nilikuwa nafanya mitihani, nikamwomba Roho Mtakatifu akanipa majibu. Utalejea ukweli haiwezekani. Nakwambia ukweli. Tunafanya mitihani kile hiki. Nilikuwa vijana, ndio maana nikasema vijana ni muhimu sana. Anakuongoza ikisoma, ikisoma. Na unaingia kwenye pepo unachaka ulichokisoma, Roho Mtakatifu alichokuongoza ndio hicho. Nina maana gani? Hekima. Cha pili, roho ya maarifa. Ngoja nikwambie, kuna watu wamezaliwa wajinga. Baba yake ni mjinga, babu yake ni mjinga, yeye mwenyewe ni mjinga. Wapo watu wa hiyo. Hata ukikana na roho ni mjinga tu. Sasa inawezekana umezaliwa katika familia kama hiyo. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kubadilisha akili yako. Iwe na hekima, uwe na maarifa. Hivi utaingia darasani utafeli. Utarudia mtihani utafeli. Utaingia kwenye kitu utafeli. Utafanya biashara utafeli. Unakuwa upo tu. Umeishi duniani, umeongeza miaka. Ndio watu wale kasema miaka sio miaka 80 70, umefanya nini? Kuishi sio kitu. Unaweza kuishi miaka 10 lakini kufanya mambo makubwa. Kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, roho ya kutambua roho. Unapewa roho ya utambuzi. Mimi nikikutana na mtu tu mara ya kwanza, pop, na mjoo jamaa mchizi. Na mjoo nikana wewe tu, ila sikwambie. Na mjoo ana roho moja kweli. Na kujua huwa siongee na mtu hivi, namwangalia mtu, namsikiliza, nikimsikiliza maneno matatu tunajua tapeli. Naweza kwa Mungu kusaidia tu basi, au nikamwona nisikilize, lakini sio kwa sijui, ila Roho Mtakatifu ananiambia nimwambie. Nikikaa na yeye pamoja tu, najua na roho ndani yako. Najua maana nipiga fikra asubuhi. Kwa sababu kuna roho ndani yangu inaniambia. Najua ila sio lazima mwambie mtu wote kumwambia najua huyu hapa hamna kitu hapa. Huyu ni mzizo tu. Huyu ni mshenzi tu. Ingawa anakuja mbele ya kanisa na kila mtu. Najua kwa sababu kuna roho ya utambuzi. Kwa Roho Mtakatifu atakupa roho ya kutambua roho. Anasema sichunguzeni roho. Nikimwona mtumishi tu mara kwanza papo, naambiwa ndani yangu huyu ni mtu wa Mungu. Naambiwa ndani yangu huyu mwizi. Na kweli ndio sio vile tunaona. Ila sasa usiku kwanza kumweleza mtu kwa sababu hujaliwa kwenye. Unapewa maonyo ili unapoendelea kuhusiana naye. Unaweza kuendelea hata 10 lakini baadaye kama unakuwa kwa ushenzi. Unaendelea kumwombea. Kuna roho nyingi za uongo. Mtu akianza kuhubiri tu papo, unakamata roho. Unajua hapa kuna tatizo. Hapa kuna kweli. Inaitwa roho ya kutambua roho. Ni Roho Mtakatifu anaendelea. Jambo la 4, roho ya imani. Mpendo katika Bwana, maisha ni magumu. Asula na mtu anakuwa maisha ni pesa kwa dada. Maisha ni magumu. Asula na mtu. Maisha yanahitaji neema. Maisha ni mwamba, ni jiwe, linahitaji kupasuliwa. Hamna maisha marahisi. Na Mungu anafanya makusudi kweli. Kwa unahitaji imani. Imani ni nguvu ya matarajio. Kwa pamoja na kwamba leo napitia hapa, mbele yangu kuna baraka. Mbele yangu kuna neema, nitashinda. Yale naomba Mungu siku moja itatokea. Ndio imani. Kwa Roho Mtakatifu anakupa imani. Bwana anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Ndishi. Na ikiwa kesho yangu ina muujiza, kesho yangu ina mpendo, siogopi. Kwa nakupa roho imani. Naomba nikwambie, sio kusema siogopi. Unaweza kuwa unasema siogopi, ndani ni muoga kama nyoka, kama mbwa. Juzi niliona mkanda mmoja, nilikuwa naongea na watu asubuhi, wamechukua simba wanampiga picha. Hata kama mbwa amekuja kwa simba, simba anakimbia. Kwa mbwa kaanza kumfukuza simba. Unaweza kuwa simba,
lakini unijui kwamba wewe ni msiba. Mbuzi anaweza kufukuza kwa sababu ujielewi na umeamua kutembea na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakutia ujasiri wa kiimani, uogope kitu. Sio njaa, sio shida, sio mateso, sio kuishiwa. Uwabariki kwa sababu ndani yako kuna amani ya Mungu isiyokuwa ya kawaida. Wewe unachomelea mbinguni na unajua utakufa. Na Mungu anatuma watu kutenda. Kama Yesu alifanya miujiza, anasema mtafanya zaidi ya hii. Jambo la tano, Roho Mtakatifu atakuachia kipawa cha kunena kwa lugha mpya. Mimi naweza kunena lugha tano tofauti. Lakini lugha ni ishara tu, ni zawadi tu, sio kwamba ndio nguvu yenyewe. Kwa Mungu atakuachia leo, utashangaa unaanza kunena kwa lugha ya mbinguni. Wakati ule kwenye maombi na kwa umechoka, unaanza kunena kwa lugha. Jambo la sita, Mungu atakuachia roho ya matendo ya miujiza. Matendo ya miujiza. Utakuwa unatembea, utatamka jambo linatokea. Utaenda kushika wagonjwa, utapona. Utaenda kufanya chochote unachokifanya kinafanikiwa kwa sababu kuna nguvu ya uumbaji ndani yako. La saba, ambalo la mwisho, Mungu anakuachilia roho ya uponyaji. Yote haya yalikuwa kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7, sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 12. Unaweza kusoma kwa muda wako. Ndio nguvu ya roho. Kwa mambo ya saba, sikiza kwa makini na kumalizia. Hatua ya kwanza, unampokea Yesu. Ngoja nikwambie, unapompokea Yesu vita vinaanza. Ndugu wanakukimbia, watu wanakukasirikia, kila mtu anakuwa ni vita. Ukiongea unaonekana waovu, unaishiwa nguvu, unakata tamaa. Ukisimama tena, unajua pale baada ya kumpokea Yesu, hata leo kama unaamua kutubu, hatua ya pili, muombe akupe Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni kama mafuta kwenye gari. Gari ni Ukristo. Mafuta yasipokuwa kwenye gari, hata kama utakanyaga kiasi gani, hata kama utawasha liwaki. Watu wengi hawana mafuta, ni Wakristo wa jina, wao wamekata tamaa. Hawaendi kokote kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unampata kila siku. Mwomba anasema, na Mungu je, ataacha kuomba Roho Mtakatifu au siku na mchana? Kwa muombe, Mungu atakupa. Kama ni maombi makubwa unataka kuyafanya, ni Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako, utaimba kama ule wimbo, Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote, hacha kusumbukia ya ulimwengu. Ukimpata Yesu umepata vyote. Yesu, Yesu mambo yote ndani ya yote. Ukimpata maisha. Unaweza kuongea kwa ajili ya pesa, unaweza kuongea kwa ajili ya elimu, lakini natamani umekuja kitu kimoja: pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Muombe Mungu akujaze sana, utakuwa umepata kila kitu katika maisha. Tulikuwa tunaanza huduma, naomba nikwambie, kama sio Roho Mtakatifu usikuwa unasali leo. Unaanza kuhusu pesa, kama sio Roho Mtakatifu huwezi. Nilikuwa naanza kuhusu usafiri, kama sio Roho Mtakatifu. Kwa mtafute kwanza kuyafanya mambo yote katika. Anasema usitafute mbwa, tafuta mmiliki wa mbwa. Usipigane na kitu ambacho unakiona. Nitafute ambaye hivyo vitu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ukipata Roho Mtakatifu umepata vyote. Kwa nini nakwambia hatua ya kwanza ni kuokoka? Ukishaokoka, omba Mungu akupe Roho Mtakatifu. Hatua ya tatu, endelea kujaza Roho Mtakatifu. Muombe kila siku ujaze Roho Mtakatifu. Alafu mtii, ambao kwanza kumtii, ondoa wewe, muondoe zako, muondoe mtu wako binafsi, mwache Yesu Kristo aweze kushika maisha yako. Hatua ya nne, mwambie chini pao. Hatua ya tano, watu wakikuangalia wanaona upole, unyenyekevu, utu wema, uaminifu, matendo ya miujiza. Wanamuona mtu mwingine kwa sababu ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Yale ni matunda, matokeo ya kutembea na Roho Mtakatifu. Natamani asubuhi ya leo ujenge hamu na uingie katika maombi binafsi. Roho wa Mungu, anza upya na mimi tena. Niko tayari, sitaki kupoteza muda.
anasema hata watakapokuwa wazee wataendelea kutoa utovu. Mungu ataachilia utovu kwenye maisha yako. Hayatakuwa magumu. Hata kama yatapita magumu, atakuwa pamoja nawe. Anasema utakaloomba lolote. Naomba nikwambie, Mungu anajibu maombi, ila tia amri za Mungu. Mpokee Roho Mtakatifu, tembea naye. Mungu ni mwaminifu. Sikiliza kwa makini napomalizia. Mpendwa katika Bwana, tumefika katika majira ambayo Wakristo wengi wanamchukulia Roho Mtakatifu poa. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 31, sikiliza kwa makini. Anasema dhambi yoyote unayofanya dhambi utasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Kuna dhambi isamehewa. Baada ya kumchua Roho Mtakatifu, kwa kiburi ukaamua kugeuka na kuamua tena kuachana na wewe Mungu, na kuamua kutomsikiliza Roho Mtakatifu, Mungu anakupiga. Kwa Kristo ambao anachukua kila kitu, mjanja tu wa mchini, Mungu anakuacha, lakini hamna kinachoendelea kwenye maisha yako. Upo tu. Miaka inakwenda, uzee unakuja, unasema mzee muuni. Mkristo mzee muuni. Hamna kitu. Ni majutu. Kwa Roho Mtakatifu akikuacha, ni hatari kubwa. Ngoja nikwambie, bora shetani kugombana naye kuliko kugombana na Mungu. Kwa sababu ukishampokea Roho Mtakatifu akakaa ndani yako, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, alafu kwa kiburi ukaamua kutomtii, unamshika kumtii Mungu, Mungu anakuacha mikononi mwa shetani. Naomba nikwambie, utapigana sana. Utaenda kwa kila manabii, unaweza kupigwa kwa ugonjwa kamoja tu, kansa, mpaka atakuondoa. Anasema wengi wamelala, wengi hawawezi, wana magonjwa. Kata kusumbua miaka yote, wewe ni magonjwa tu, kwa sababu umeshindwa kumtii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mzuri, lakini kuna dhambi ukitenda na kushindwa kumtii Roho Mtakatifu. Bora tufanye uzinzi, bora tufanye uongo, lakini kumtii Roho Mtakatifu ukishindwa, hiyo dhambi haisameki. Mtumishi wa Mungu Yohana, kitabu cha Yohana sura 5 mstari wa 16, anasema kuna dhambi iliyo ya mauti na kuna dhambi isiyo ya mauti. Ukimwona mwenzako anafanya dhambi iliyo ya mauti, sikwambii uombe, ila dhambi isiyo ya mauti muombe. Maana ni kwamba umesikia habari za Roho Mtakatifu, ukapokea kipawa cha Mungu, ukaamua kutembea naye, alafu baadaye ukaamua kutomtii. Ndio katika Bwana, shetani anakutafuna kama nyama choma. Tutakuombea kupoteza muda. Tutafanya chochote, utaenda kwenye kila muujiza, kila nabii Tanzania utoke. Kwa sababu Mungu ametumana na Mungu na tamani. Amua kuwa mtii na mnyenyekevu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Badilisha mwelekeo wa maisha. Kama kuna dhambi inakusumbua, muombe Mungu ataimaliza. Akishinde dhambi kwa sababu ya chochote, kuna mtu mmoja alikuwa anavuta sigara mpaka miaka 3 kanisani. Nikakosea wasiwasi. Tunaendelea kuomba. Baadaye baada ya miaka 3 Mungu akamfungua, akamtumisha. Kuna watu wana matatizo mengi, lakini Mungu akisha kufungua, nguvu ikakuingia ukashinda, usirudi dhambi tena. Kubali kutii, kubali kunyenyekea. Na kwa sababu kumbe Roho Mtakatifu ndio kama umefika hatua unaweza kufanya uzinzi na usisikie hukumu moyoni mwako, Roho Mtakatifu anaondoka. Kama umefika hatua unaweza kuchukua mpaka kudanganya watu na usisikie hukumu moyoni mwako, uko peke yako. Kama umefika hatua unaweza kufanya mambo ya aibu wala usisikie shida, Roho Mtakatifu hayupo. Sasa anapigana wewe, sio shetani, ni Mungu. Ndio maana tukipiga drama, lakini kuna watu wameingia kwenye huduma, wakaamua kutumia huduma kubadilisha, kufanya mambo ya aibu, kuwatengeneza watu kwa ajili ya jina la Yesu. Wanapigia katika dhambi ya moyo yangu kutusamehe. Kisha hamna mbingu. Kwa kuna watu ambao hata wafanyeje mbinguni wanasahau kabla. Ndio watu ndio makini kwa kujua. Roho Mtakatifu ni mzuri, ana uvumilivu sana. Ndio maana alivumilia Petro.
Lakini ukishaamua kukaa ukaamua kutokuwa mtii, mjeuri, mtu ambaye ukubali kutii, ukubali kubadilika, anaondoka. Akiondoka utakula mate yako. Lakini Mungu ni mwaminifu. Ndio maana anaongea na wewe asubuhi. Lakini ukishampokea, naomba nikwambie, hii dunia ukipata hekima, ukapata maarifa, ukapata hekima, ukapata maarifa, ukawa na uwezo wa kupona na kuponya magonjwa, ukawa na uwezo wa kufanya na imani, ukatenda miujiza, hakuna kingine. Mungu ni mtamu. Roho shuka tena. Tusimame. Roho shuka tena. Shuka tena. Roho shuka tena. Masiku kama siku ya Pentekoste. Roho shuka tena. Nisikilize. Unapokuwa umempokea Roho Mtakatifu, Biblia inasema unapoamua tu kumpokea na kuingia, Roho Mtakatifu akiingia ndani mwako, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 22 anasema anakupiga muhuri. Ukipigwa muhuri wa Roho Mtakatifu, hata kama utaenda wapi, wokovu hauondoki. Labda Mungu ukufuru, lakini ukitembea, haijalishi utapitia wapi. Kuna watu wanapitia mambo majaribu makubwa. Majaribu ni sehemu ya maisha. Kubadilika tabia ni sehemu ya maisha. Maana usirudi nyuma tena, kwa sababu unatokea kwenye hatua ngumu. Usiogope. Mungu akishakupokea, Yesu akishaingia ndani yako, kinatakiwa upigwe muhuri. Muhuri ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 22. Kama utapigwa muhuri, muombe Mungu leo akupige muhuri. Mwambie Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Nimetambua nahitaji muhuri. Wale ambao hawajapigwa muhuri wa Roho Mtakatifu sio wana wa Mungu. Kuna watu ni Wakristo kwa sababu waamini Kristo, lakini sio wana wa Mungu. Walio na Roho wa Kristo ndio wana wa Mungu. Waliopokea Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu. Bila kupokea Roho Mtakatifu sio mtoto wa Mungu bado. Leo amua kupokea Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu kwa upya. Roho shuka tena. Roho shuka tena. Kama siku ya Pentekoste. Shuka tena. Kama siku ya Pentekoste. Shuka tena. Ngoja nikwambie kitu. Biblia katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 inasema, najua mawazo ninayowazia ni mawazo ya mema, sio mabaya. Lakini huwezi kujua mpango wa Mungu juu ya maisha yako mpaka umepata nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 anasema Roho anajua siri za Mungu. Kwa ukimpokea Roho Mtakatifu unaweza kupata ndoto kwamba maisha yako yanatakiwa uendelee vipi. Kama una nguvu ya Roho Mtakatifu, naomba nikwambie utapigana sana. Ukristo ni dini kama dini ambayo ni ya hofu kabisa kama kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio ishara, ndio muhuri mkubwa kwa maisha ya Kristo. Natamani uingie nangu. Pata shida mahali mwako leo, mwambie Roho Mtakatifu usiondoke kwenye ibada mpaka umeingia ndani mwako. Sitoki na kuhitaji leo. Natamani
kuona miujiza ya Yesu Kristo katika maisha yangu. Nahitaji kuona ile maisha niliyosikia habari za Yesu huyu ninamjua. Oh, shuka. Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:17 anasema, na siku za mwisho nitamwachia Roho wangu juu ya kila mwenye mwili. Vijana wenu, mabinti wa kike na vijana wa kiume watatabiri. Kutabiri maana ni kuona mbele ya maisha yako. Kuona mbele ya maisha yako maana ni kutobangaiza. Anasema na watoto wa kike na vijana wa kike na wa kiume wataona maono. Na wazee walioko kanisani hapa wataota ndoto. Mungu unapoenda kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwako, utaanza kuona maono. Utaanza kutabiri mambo mema ya maisha yako. Utakuwa mbaizaji tena. Utakuwa na maisha. Maana kwamba nimepiga hatua. Jambo bali litakutokea kesho yake bila leo na leo. Usiku utaona ndoto fulani itakayoniambia. Hakuna baya yoyote kwenye maisha yako sijajua au zuri. Na kama ile roho ikienda ndani mwako, unaishi kwa maisha. Unaishi maisha ambayo kuna nguvu ya Mungu ndani mwako. Sema Baba, katika jina la Yesu, naja mbele zako asubuhi ya leo. Nimesikia neno lako kwa unyenyekevu mwingi. Ninatubu dhambi zangu, natubu kwa kutomtii Roho Mtakatifu. Bwana, naomba unisamehe makosa yangu yote ambayo nayajua na ambayo siyajui. Ninaomba tena Bwana, unihurumie mimi, nisaidie niweze kuishia wokovu katika jina la Yesu. Baba, ondoa jina langu kwenye kitabu cha uovu. Ondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu tena kwenye kitabu cha uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nisikize kwa makini. Natamani pale ulipo, sitakuongoza kwenye hili. Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 anasema, ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Na kila ambaye pokea, na kila atafutaye uona, na kila abishaye ufunguliwa. Omba kwa maombi mazito. Kama kipindi kulia, mwambie Roho Mtakatifu, fanya maonyesho yangu kwa Mungu. Ongea na Mungu wako, mwambie nahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu leo katika jina la Yesu. Siwezi kuendelea kuishi maisha haya. Ongea na Mungu wako asubuhi ya leo. Piga magoti kama unaweza kutembea, piga magoti. Omba nguvu ya Roho Mtakatifu mpaka unaona nguvu imeingia, mtu aweze kusimama vizuri. Mpaka uone nguvu imeingia. Mlilia Mungu, wakamlilia Mungu naye akawajibu. Ingia katika maombi ndani ya moyo wako.
Rika bakaria na rabosama. Oh, rianda rabos rebeka. Rika bakaria na rabos.